nchi hii haikuwahi kumpigia kura rais mwanamke. Tulimchagua mwanaume mwenzetu. Mwenyezi Mungu kageuza, mwanamke kapata nafasi. Maana yake nini? Kwa mara ya kwanza tarehe 29 tunaenda kuweka rekodi toka nchi hii imeanzishwa ya kumchagua rais mwanamke. Kwa hiyo kwa wanawake, hii ni fursa ya muhimu sana ya kuandika historia ya nchi yetu, kumchagua kwa kura rais mwanamke kwa mara ya kwanza. Yako mataifa makubwa wameshindwa kuchagua mwanamke, hata yale ambayo yanasemwa yana demokrasia kubwa. Tuna taifa kubwa kama Marekani, wamefanya majaribio mara 2 ya kuchagua mwanamke, wameshindwa. Sisi tunakwenda kuvunja rekodi tarehe 29, siku 10 zijazo. Ndio maana ni jambo la kujivunia, lala unaliota. Tarehe 29 tunaenda kuizidi dunia kwa kumpigia kura mwanamke wa kwanza kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na hili lazima kina mama mtuongoze kwenda kupiga kura. Tunaenda kumpigia kura na haikwepeki hata wasiotaka. Sasa ni uamuzi tu, uwe sehemu ya historia au ukae pembeni umesusa wenzio tunaendelea mbele. Sasa uamuzi wako wako. Kwa hiyo wakati unatoka, pitianeni. Nataka nikipita nikute foleni ndefu kabisa, kila mmoja anamwambia mwenzake nipitie. Tunataka tuiambie dunia kwamba sisi Tanzania ni wastaarabu, tunathamini nafasi ya mwanamke katika jamii yetu. Kwa mara ya kwanza tunaenda kumpigia kura. Katika historia toka Nyerere, kwenye karatasi wanaonekanaga wanaume tu. Safari hii kuna mwanamke anasindikizwa na mwanaume.